Lengo na madhumuni ni kuwatangazia wananchi ujio wa Mwenge wa Uhuru ambao upo mkoani kwetu Arusha tangu tarehe 5, ambapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa CPA Amos Gabriel Makalla aliupokea mkoani hapa Arusha na kuanza mbio zake katika wilaya ya Longido, lakini umeendelea kukimbizwa na kesho tarehe 9 utakuwepo wilayani kwetu Arusha. Hapa tunatarajia kupokea mwenge fikapo saa 1:30 asubuhi katika uwanja wa magereza kule Kisongo, na mwenge wa uhuru utakimbizwa kupitia miradi 7 ambayo ipo katika kata 7, lakini pia na tarafa zake zote 3. Miradi hii imejikita zaidi kwenye sekta ya maji, afya, barabara, wajasiriamali, yani vijana, miradi ya vijana pamoja na kiuchumi. Miradi hii ningependa kuitaja na sehemu ilipo, ikiwezekana kwamba kuna mradi wa maji, ujenzi wa tenki la maji la lita 50,000 ambapo litajengwa kule Kimindorosi. Lakini pia tuna ujenzi wa shule mpya ya Muriet kule Bondeni City. Hii shule inajengwa kwa ghorofa na shule ya kisasa kabisa, kwa sababu tunatarajia kule kuwe na mji ambao unaoendelea. Na pia tutakuwa na mradi wa kikundi cha vijana kule Njiro Mark Lives, ambao hawa wanajihusisha na usindikaji wa chakula. Vijana hawa watakuwa ni kielelezo cha vijana wengine wanaojishughulisha shughuli za kiuchumi, lakini pia kujiajiri wenyewe. Na hapa tunataka tuone kwamba vijana wanachangamkia fursa zilizopo hapa katika jiji letu la Arusha, ikiwepo mikopo. Hawa ni wanufaika, lakini wanawakilisha vijana walio wengi. Lakini pia tunaenda kuangalia jengo la upasuaji kule kata ya Moivaro, lakini pia tutakuwa na mradi wa nishati safi ya kupikia shule ya sekondari ya Arusha, lakini pia tutakuwa na ufugaji wa kuku wa mayai. Imetengenezwa mradi huu ni wa familia moja, ambayo tunataka tuoneshe watu walivyokuwa na jitihada ya kuongeza uchumi, lakini pia kuzalisha ajira kwa watu wengine, na wao pia kuwa na utofauti wa fikra za kuajiriwa labda serikalini au sehemu nyingine. Huyu kijana yeye amewahi kuacha kazi serikalini na kaona kazi hii inamtosha yeye na familia yake, lakini pia na kuajiri watu wengine. Kwa hiyo ni kielelezo kizuri sana ambapo Mwenge wa Uhuru utapitia. Lakini pia kutakuwa na mradi wa barabara Giriki kata ya Sakina. Pale mradi huu ni muhimu kwa sababu mradi wa jamii wenyewe ulioibuliwa na jamii wenyewe kupitia mipango ya halmashauri, na wao hitaji lao kubwa lilikuwa barabara. Lakini sio kwamba hakuna barabara nyingine ambazo zinatengenezwa. Kwa kipindi kimoja, hasa mwaka wa fedha huu 2026/27, tuna miradi mingi ya barabara na mpango mzima wa halmashauri yetu ya jiji. Karibu 75% mipango ya maendeleo itajikita kwenye utengenezaji na uboreshaji wa barabara. Bila shaka hata wananchi maeneo fulani wameona shughuli za barabara zinaanza kuandaliwa, upanuzi wa barabara na ukarabati, lakini pia ujenzi wa barabara. Tumeona tuwapelekee wananchi Mwenge wa Uhuru pale Giriki, mtaa wa Giriki kata ya Sakina, kwa sababu hawa wamekuwa kielelezo kizuri cha hitaji kama sehemu ya wananchi, na wamejitolea vizuri kwa kweli. Walipotakiwa tu kuweka uwazi unaopitika kwa barabara, wamekuwa wamejitolea kuvunja nyumba zao wenyewe, kupisha ujenzi wa barabara ipite kwa jitihada kubwa. Lakini jumla ya fedha zitakazotumika katika miradi yote hii ambayo Mwenge utapitia ni shilingi takriban shilingi bilioni 3,906,458,896 na senti 79.
jumla ya miradi jumla ya fedha zote ambazo zitaonyesha thamani ya miradi hii. Kauli mbiu ya mwenge wetu wa uhuru mwaka huu ni wote Tanzania ni yetu, tushikamane kwa pamoja na kuleta maendeleo yetu. Hii kwa kweli ni muhimu kushikamana. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote kushikamana pamoja kwa ajili ya maendeleo yetu.